Karibu sana. Hii ni Mizani ya Wiki, na wiki hii macho ya Watanzania yako kwenye bei ya mafuta baada ya kupanda kwa takriban asilimia 33. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa sana kuhusu gharama za usafiri, bidhaa na maisha kwa ujumla. Lakini wamiliki wa vituo vya mafuta wanajipangaje katika hili? Watanzania wanapata haki ya kuelewa ni nini kinachochangia bei wanayolipa? Mimi ni Faraja Samo na leo tunachambua athari za ongezeko la bei ya mafuta kwa maisha ya wananchi na sekta ya vituo vya mafuta pia, tukizungumza na Bwana Agostino Masi. Huyu ni katibu mkuu wa wamiliki wa vituo vya mafuta. Karibu sana. Asante sana Faraja, asante. Bei imepanda sana. Bei ya mafuta kupanda, nafikiri kabla bei haijapanda tumekuwa tukizungumza na wananchi, ikiwepo sisi kama wafanyabiashara wa vituo vya mafuta au wauzaji wa mafuta Tanzania, na wenzetu wa serikali wamejitahidi kwa kujieleza na kueleza, kutoa ufafanuzi kwa wananchi. Kila mtu anajitahidi kueleza ili kuweza kujiandaa kwa ajili ya kupokea haya tunayopokea sasa hivi. Lakini awali kulikuwa na taarifa kwamba mafuta yapo ya kutosha na yanajitosheleza. Faraji, kuna kitu kimoja ambacho watu labda wanachanganya, hata nyinyi watangazaji nafikiri mnachanganya hilo, kwamba tukisema mafuta yapo maanake tuna uhakika wa mafuta yapo, kwamba tutapata mafuta, kwa sababu uagizaji wa mafuta kwetu sisi Tanzania ni uagizaji wa pamoja. Kwa hiyo ina maana wakati tunatoa taarifa kwamba mafuta yapo na mafuta yatapatikana, ina maana tayari serikali ilishanunua mafuta kwa wasambazaji ambao wanaleta mafuta kutoka nje. Maanake tunanunua kwa bulk, yani kwa pamoja. Mafuta yote ya nchi nzima yananunuliwa kwa pamoja kila mwezi hadi mwezi. Kwa hiyo tayari kulikuwa na mafuta ambayo tulikuwa tunayatarajia kuyapata miezi mitatu mbele yetu. Sasa vitu vingine ambavyo vimesababisha hasa bei za mafuta kupanda ni gharama za usafirishaji pamoja na bima. Wale wasafirishaji, baada ya kutokea tatizo la pale Homs, mlango ule kufungwa, kwa hiyo ina maana watu wengi wenye meli zao na wale wasafirishaji walipandisha gharama za bima na vitu vingine vyote hivyo. Kwa hiyo hizi zinakwenda kwa mlaji direct, kwa sababu yule anayekusafirishia mafuta yeye hana matumizi ya yale mafuta. Hapo kwanza Masi, umesema tunaposema mafuta yapo tunamaanisha yapo, lakini hii mafuta maana yake yalikuwepo tayari nchini. Nyie wasafirishaji, mlikuwa wamiliki wa vituo vya mafuta, mlikuwa tayari mna mafuta kwenye hifadhi zenu? Tukisema, ndio maana nataka nikupe ufafanuzi kidogo hapo ili tuweze kuelewana. Tunaposema mafuta yapo tayari, tuna uhakika. Tumempa Faraji mkataba, amesha saini mkataba wa kutuletea mafuta kwenye kipindi cha miezi mitatu ijayo mbele yetu. Kwa hiyo wakati ule tulikuwa na mafuta ya mwezi ule wa pili ambayo tulikuwa tunatumia mwezi wa tatu. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea kupokea mafuta ya mwezi wa tatu ili tuweze kuyatumia mwezi wa Aprili, na tutapokea mafuta ya Aprili tutatumia mwezi wa tano. Hakuna mafuta ambayo utapokea mwezi huo na kuyatumia kwa mwezi huo. Ni mara chache sana kutokea jambo kama hilo. Kwa maana hiyo ni kwamba tayari kulikuwa na mkataba ambao unatoa uhalali wa kuwa na mafuta ya miezi mitatu. Lakini mafuta ambayo tayari yako nchini ni ya mwezi mmoja. Yalikuwa ya mwezi mmoja. Sawa. Kwa hiyo tunachokizungumzia hivyo kwamba serikali ikisema kwamba mafuta tunayo, maanake tayari wana uhakika, wameshamwagizia mtu mafuta na wameshaisaini mikataba na taratibu zote za uagizaji wa mafuta zimekamilika. Kwa hiyo wanachosubiri pale ni kupokea yale mafuta. Sasa wakati vita inatokea, kuna mafuta yalikuwa yako njiani, kuna mafuta mengine yalikuwa ndio yanatoka kwenye refine kuletwa huku nchini. Kwa hiyo yamekutana na hiyo changamoto hapo katikati. Ni sawa nataka nikupe tu mfano. Leo umeagiza mzigo kutoka kaskazini, ukafika Wami pale ukakuta daraja limekatika. Kwa hiyo njia ya kuweza kufika Dar es Salaam labda uzungukie Dodoma ili utokee Dodoma uje Dar es Salaam. Sasa hapo ni lazima gharama za usafirishaji safarini zitakuwa zimepanda. Sasa kwenye mambo ya mafuta pamoja na bima, kwa sababu yale mafuta yanakuwa na bima kubwa sana kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo watu wa bima pia waliondoa bima zao wakaingia mikataba upya na wale wasafirishaji. Kwa hiyo imetuletea athari kubwa tu kwenye
kwenye bei na tunachosema kwamba athari hii bado ipo, kwa sababu utaelewa kwamba wakati sisi tunanunua mafuta bei ya shilingi 2700 2800, wakati huo tulinunua yale mafuta kwa dola 57, dola 60 kwa pipa moja. Lakini sasa ukumbuke hata sasa mafuta ambayo yananunuliwa kipindi hiki yamezidi 50%, kwa sababu yamefika dola 120, 114, 120. Kwa hiyo athari inakuja nyingine ya hii bei. Sasa haya mafuta yanayonunuliwa sasa kwa bei hii mpya yatakuwa pia ni changamoto. Aha. Vituo vya mafuta mna nafasi gani kufanya bei hii kuendelea kwa juu ama kushuka? Wamiliki wa vituo vya mafuta tunachoweza kukifanya sisi ni kuhakikisha mafuta yanapatikana. Hilo mnatekeleza agizo la bei na kusimamia basi. Na kusimamia na sisi kuishauri serikali ni namna bora ipi ambayo tutaitumia ili tuweze kutoka hapa. Tunafanya vikao vya mara kwa mara, tunashirikiana. Tunashukuru sana serikali na tushirikisha mno, kuanzia wale wauzaji wa mafuta wa jumla na sisi rejareja. Tuna vikao mbalimbali tunakutana. Lakini nyie wamiliki wa vituo vya mafuta mnalaumiwa sana kwamba mnahusika kwenye kuficha mafuta na kufanya mafuta yasipatikane wakati fulani, ili bei inapopanda muweze kuuzia wananchi kwa bei ya juu zaidi. Hili lina ukweli? Hizi ni tuhuma tu, lakini hakuna ukweli, kwa sababu nani amekamatwa? Kwa sababu unapotuhumiwa Faraji, zile tuhuma zinathibitishwa baada ya kukamatwa, kwamba umekamatwa unaficha mafuta. Nani amepelekwa hadharani? Hiyo vyombo vya habari mnapata habari kote nchi nzima. Nani umesikia amekamatwa ameficha mafuta? Sasa kabla hatujaendelea huko Mbeya, hivi karibuni kulizuka changamoto kidogo upatikanaji wa mafuta na wananchi wakalalamika sana, hata wasafirishaji nao kidogo walisita hata kuendelea na usafirishaji. Tusikie kidogo kilichotokea Mbeya, alafu tutarejea hapa studio. Sijajua kama ni Mbeya mjini hapa au ni maeneo yoyote. Kwa mfano mimi nimetoka asubuhi, nimetoka Uyore. Kuna baadhi ya vituo Uyore mafuta hamna. Yaani watu wanasema kwamba mafuta hayapatikani kabisa, lakini nimekuja maeneo ya Sai, eneo la Sai lote kule mafuta hamna. Na nimejaribu kuuliza wenzangu, wanasema mafuta hamna. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye amenipigia simu kutoka Chunya mjini, anaagiza mafuta kutoka Mbeya. Kwa hiyo inaonekana mafuta ni changamoto sana. Kama unapoona mimi hapa, inabidi niende shambani Mbozi. Kwa hiyo natafuta mafuta. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye nimempigia simu anasema mafuta, kuna sheli moja pale Kadege naweza nikapata mafuta. Ila sheli za hapa mjini zote mafuta hamna, yani hamna kabisa. Kuzungumzia Mwanjerwa, Kabwe, Soweto mafuta hamna. Changamoto ilianza toka jana jioni. Sababu mafuta ambayo yapo ni diesel peke yake. Kiangalia mafuta ya petroli, sheli zote takriban sheli 10 kama nakosea au sikosei. Kwa hiyo tunakuwa tunaambia petroli hamna, diesel ipo. Je, kuna tatizo gani ambalo linasababisha mpaka petroli iwe ni adimu kwa mpaka sasa? Hiyo na sitafahamu. Nashukuru. Mimi mafuta nimewekea Uwambi. Kwa hiyo yani nimeenda hadi na 8 sheli zote kule hakuna mafuta. Kwa hiyo ni hapa tu ndo tumebahatika mafuta. Kwa hapa tupo kwenye foleni tunasubiri mafuta. Ila sijajua huku chini kama yapo. Bila mafuta ndio hivyo, tutafanya kazi gani brother? Hatuna kazi nyingine. Sababu sisi ndio madereva bajaji tunategemea, tunasema 100% tunategemea sheli. Piki hazina mafuta, ukienda sheli penyewe ndio kama hivyo. Baadhi ya sheli kama tumebahatika kupata sheli tu moja hii Mwanjerwa hii hapa Mafiati. Asilimia nyingi sheli mafuta hamna. Na sio kwamba hamna, watu wameamua tu wazuie tu wasiuze. Umesikia? Hii imesababishwa na nini? Hii nitakueleza sababu ya hili hasa la Mbeya. Unajua Faji, mafuta yako kwenye mfumo. Kuna mafuta yanachimbwa sasa hivi, kuna mafuta yanasafishwa, kuna mafuta yanasafirishwa kwa meli, kuna mafuta yanasafirishwa kwa pipes, kuna mafuta yanafika kwenye maghala yanapokelewa, kuna mafuta tunachukua kwenye maghala kuweka kwenye malori yetu, kuna mafuta yanasafirishwa sasa hivi kwenda kwenye vituo vya mafuta, kuna mafuta unauziwa wewe sasa hivi kwenye kituo cha mafuta na nani ambaye ni mlaji wa mwisho. Sasa hapo katikati, baada ya vita, usitishaji huo sasa, ule usafiri, kufanya negotiation na watu, kurudi kwenye hali ya kawaida, kulikuwa na delay ya kupokea meli.
ambazo tulikuwa tunatarajia kuzipokea. Na pia ukumbuke Faraji, sisi hapa Tanzania ni hub ya hizi nchi zinazotuzunguka. Mafuta hayo pia yanapitia hapa Tanzania. Kwa hiyo kulikuwa na msongamano wa meli pale bandarini, na mpaka serikali ikaamua kuingiza meli zetu, wakaacha kuingiza meli za majirani zetu, ili mradi tuweze kupata mafuta. Ikafikia mahali serikali baada ya kuona kuna uchelewaji wa upakiaji wa mafuta, ikachukua hatua za dharura kuhakikisha hata kama yale mafuta ambayo yalikuwa yanakwenda nje yatumike hapa, kwa kutegemea mafuta yanayokuja kwetu yatakwenda kule nje. Kwa hiyo hayo yote yalifanyika kwa kipindi cha muda mfupi sana. Mimi nishukuru serikali, wizara, EWURA, ndugu zetu TRA, tulikutana tukaweza kuondoa vikwazo vyote ambavyo vilikuwa vinafanya uchelewaji wa kupakia mafuta kwenye maghala. Sasa na tukafanya operation. Hiyo ndio sababu ya mafuta kutokupatikana kwenye vituo vya mafuta. Lakini mafuta yalikuwa bandarini. Lakini kwa nini Masi hamtoi taarifa? Wananchi hawana, ndio maana wanafika kwenye vituo vya mafuta. Taarifa kuambia wananchi kwamba mafuta Mbeya hakuna, hayaji leo, sio rahisi, kwa sababu huwezi kujua. Kwani hamfahamu mapema? Tunafahamu. Kuna magari yanapakia kila siku, na tunapakia lita milioni 12 hadi milioni 15 kwa siku moja. Kwa hiyo tunaamini yale mafuta yanakwenda, lakini barabarani kuna minyororo pia ya magari, na wewe unajua njia, hasa njia ya kwenda Mbeya, njia inakwenda nchi za huku kusini zote zinatumia hiyo njia. Kwa hiyo lori, kutokana na msongamano, lori badala ya kutumia siku 2 inatumia siku 3. Ilikuwa ni muda mfupi sana. Nataka nikuhakikishie, pale Mbeya ilikuwa ni muda mfupi wa masaa machache sana hizi kero zilikuwepo, lakini baada ya masaa 7 mafuta yalishafika na ile kero ikawa imeondoka. Kwa kiasi gani wamiliki wa TAPSOA, mmiliki moja wa kituo cha mafuta anawajibika kwa TAPSOA hasa kutoa taarifa kwamba mimi pengine nitakuwa na uhaba, hasa wasambazaji wakubwa katika mikoa? Lakini Faraji, nataka unielewe. Wanawajibikaje kwenu? Lazima wanawajibika sisi kutueleza, na si kweli tunakuwa na taarifa, lakini sisi hao ambao walitueleza, lakini sisi nyinyi mkachukua hatua gani? Sisi hatuna mamlaka ya kutangaza kwamba mafuta Mbeya kwenye kituo fulani hakuna. Mlijulisha mamlaka husika. Kwa hiyo mamlaka husika ndio haikutoa taarifa. Haikupaswa kutoa taarifa, kwa sababu yale mafuta yalikuwa yapo njiani yanakwenda Mbeya, ndio maana ile kero haikuendelea. Lakini hiyo taarifa, masaa 7 ni mengi sana Masi. Hiyo taarifa ya kwamba mafuta hayatakuwepo kwa muda fulani au yako njiani yanakuja, haoni kama ni muhimu wananchi kwa nayo? Nataka nikueleze kitu kimoja Faraji. Unaniweka kwenye kona ambayo sio, kwamba sio Mbeya nzima ilikuwa haina mafuta. Baadhi ya vituo vilikuwa havina mafuta. Sasa inapofikia Mbeya nzima hakuna mafuta, serikali itasema. Lakini kama ulikosa kwa Faraji, kwa Tino Masi, lakini walihudumiwa na maisha yaliendelea. Sasa kwa sababu unajua, tuna jeshi kubwa kwenye bodaboda. Nataka unielewe, tuna jeshi kubwa sana. Tuna hawa tunaita maafisa usafirishaji, wako wengi mno. Kwa hiyo wanapopata mahali pana changamoto kidogo ya mafuta, ndio unaona inatoka kelele kubwa namna hii. Lakini elewa, mikoa iliyopata changamoto ni miwili tu, na tuna mikoa mingapi nchi? Tuna mikoa 26, 27. Lakini mikoa iliyopatikana na tatizo la mafuta kwa muda mfupi ilikuwa Mbeya na Kigoma. Na ninataka nikuambie kitu kimoja, ukiangalia Mbeya na Kigoma, Zambia bei ya mafuta iko juu. Nataka uliangalia hilo pia. Kuna uwezekano mkubwa kabisa sisi tulijua mafuta yapo Mbeya, lakini yametoroshwa kupelekwa nchi jirani, kwa sababu umegusia swala la Zambia na nchi jirani, na pengine hata Afrika Kusini tunafahamu mafuta ni yako bei ya juu kuliko ya Tanzania hivi sasa. Tutarejea hivi punde kuendelea na mjadala wetu. Tunapata mapumziko mafupi. Hii ni Mizani ya Wiki, na leo tunajaribu kuangalia swala la uhaba wa mafuta. Niko na Agustino Masi, katibu mkuu wa TAPSOA. Tutarejea hivi punde. Baki Karibu tena. Hii ni Mizani ya Wiki, na leo tunaangazia namna swala la kupanda kwa bei ya mafuta na
ilivyoleta changamoto kwa maisha ya wananchi. Niko na katibu mkuu wa TAPSOA. Hichi ni chama cha wamiliki wa vituo vya mafuta. Hawa ni wadau wakubwa sana katika swala la upatikanaji wa mafuta. Wakati tunaenda mapumziko, uligusia swala la Zambia, na kwamba pengine baadhi ya mafuta yameenda, ila tumesikia Zambia bwana wameondoa ushuru na kodi kwenye mafuta, swala ambalo limeshusha sana bei. Hilo nataka nikufahamishe. Ukiangalia kweli kodi tozo ziko nyingi sana kwenye mafuta. Ziko tozo 23. Na hizo zote analipa nani? Mwananchi wa mwisho. Zote zinalipwa na mlaji wa mwisho, ambaye ni mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida ambaye ni haki yake kulipa kwa sababu ya maendeleo ya nchi. Na kila zinapokuja wamiliki wa mafuta mnazisukuma kwa wananchi. Sio tunazisukuma. Zinapaswa kuwa hivyo. Zinapaswa kuwa hivyo, na bunge linapopitisha linaelewa hicho kitu kwamba kinakwenda wapi. Na ndio maana unapogusa mafuta umegusa moyo wa nchi na moyo wa wananchi. Kwa sababu zile tozo mimi nalipa zote wakati nanunua mafuta ya jumla. Na wewe unapokuja na kuwekea kwenye pampu pale, pampu attendant na kuhudumia, unarejesha zile tozo kwangu mimi. Sasa pamoja na hao kama nchi majirani kutoa hizo tozo zao, mafuta yao yalikuwa yako bei ya juu kuliko kwetu sisi Tanzania. Nchi zote zinazotuzunguka wao bei yao iko juu kuliko sisi. Kwa hiyo wamepunguza tozo, lakini bado bei yao iko juu, huwezi kulinganisha Tanzania. Kwenye nchi za Sadiki, nchi ambayo ina bei ya chini ya mafuta kabisa ni Kongo peke yake, ambayo ni kama 2700 mpaka leo, lakini nyingine kuanzia 7000 na kitu 5000. Kwa nini wakati wao hawana hata bandari? Wao hawana bandari, lakini ina maana wamepunguza tozo nyingi kwenye nchi yao, kwa sababu pengine na sisi Tanzania serikali kipunguza tozo tunaweza tukapata hiyo ahueni. Ndio njia pekee inaweza kupunguza bei ya mafuta, lakini zile tozo zimewekwa kwa nia maalum. Kuna miradi inaendelea kwa ajili ya zile tozo. Kwa mfano mwaka juzi au miaka mitatu iliyopita waliweka shilingi 100 kwa ajili ya infrastructure construction zinazoendelea, za kujenga barabara za mwendo kasi, reli, bwawa la Mwalimu Nyerere, kumalizia miradi mikubwa ya serikali inafanywa na zile tozo. Kwa hiyo una maana kwamba serikali ikitoa, maana zile huduma hazitawafikia wananchi. Kutakuwa na kelele nyingine sasa kwamba tunataka hospitali, tunataka madawa, tunataka hiki, tunataka shule, havitapatikana. Kwa hiyo hivyo vitu ni vitu ambavyo tunatakiwa havikuletwa na Tanzania. Na sisi Tanzania sio kisiwa. Hii ni dunia nzima. Ulaya wenyewe wanalalamika. Wakati sisi tunanunua mafuta bei shilingi 2700, Ulaya ilikuwa shilingi 6800. Kwa hiyo tutambue kwamba hili ni janga la dunia, sio janga la Tanzania, na hakuna mtu wa kumlaumu, wa kumtupia lawama. Huwezi kuitupia lawama serikali, huwezi kuitupia lawama TAPSOA, huwezi kuitumia lawama EWURA. Lakini Masi, TAPSOA mnakutana na serikali, mnafanya vikao vingi na kujadili namna ya kutatua tatizo hili. Hamwashauri serikali kwamba hizi tozo nyingi zipungue kidogo, walau kulainisha ukali wa maisha? Sasa nikuulize swali na mimi. Sasa zile tozo zipelekwe wapi? Kwa sababu ziko kwenye bajeti ya serikali. Kwa hiyo ina maana hata bajeti ya serikali tunaenda kusomewa pengine kupunguza matumizi ya serikali. Hilo linawezekana. Nafikiri waziri mkuu umemsikia akiongea juzi kwamba wanajaribu sasa hivi waweze kutumia mbadala wa mafuta. Ila nyie hizo tozo mmeshajaribu kuambia serikali kwamba mnapaswa kuzipunguza kidogo? Tumewahi, na kuna wakati tozo zilipunguzwa na hazijarejeshwa. Lakini katika kipindi hiki ambacho ni kigumu, mnafanya nini nyie kama TAPSOA? Sisi tumeishauri serikali baadhi ya tozo ziweze kupunguzwa ili kupunguza ukali wa bei ya mafuta. Na mwamko wa serikali ukoje? Mapokeo ya ushauri wenu? Wamelipokea vizuri. Okay. Na hata sasa tunavyozungumza tuna changamoto ya transport. Haya mafuta yapo Dar es Salaam, lakini yanakwendaje mikoani? Kwa sababu yule mtu alikuwa anatusafirishia kwa mfano ilikuwa shilingi 109, 110 kwenda Arusha, lita moja, kusafirisha lita moja ya mafuta. Sasa yeye wakati huo ananunua sasa hivi bei ya mafuta tofauti ya shilingi 900 ambayo alikuwa anasafirisha mwezi uliopita, na leo na shilingi 900 amewekewa pale. Huwezi kuona, hawezi tena kwenda kwa shilingi 110 kwenda Arusha. Itabidi lazima kuwe na utaratibu mwingine wa kuhakikisha anapata walau kuongezewa gharama ya kusafirisha mafuta ili afike kwa wananchi, kwa sababu mafuta yenyewe yanasafirishwa na mafuta.
Sasa inakuwaje hapo kwamba kunaweza kukatokea tatizo lingine la uhaba wa mafuta mikoani kutoka Dar es Salaam? Nina wasiwasi mkubwa, huo wasiwasi upo. Wasiwasi huo upo na tunajaribu kuongea na serikali kila siku, tunajaribu kuwakumbusha, na tumesikia nafikiri mkurugenzi wa LATRA ameeleza kwamba kutakuwa na kikao cha wadau tarehe 8 mwezi huu. Nachelea kusema kwamba wamechelewa kwa sababu mafuta yanatakiwa kwenda leo wala sio tarehe 8. Kwa hiyo nihimize tu serikali na wenzetu nao wajitahidi kuspeed up ili isije katokea changamoto nyingine ya kusafirisha mafuta kwenda mikoani kama iliyotokea Mbeya. Kama ilivyotokea Mbeya tutakuja kupata shida nyingine. Mnafanyaje kama TAPSOA? Najua kuna baadhi ya vitu nikikuuliza wewe nitakuonea haviko kwa TAPSOA, lakini kuna swala la kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haya mafuta ambayo yanatoka kwenye vituo na vituo viko chini yenu TAPSOA. Mnafanyaje sasa hizi taarifa ziweze hata ikiwezekana kuipush serikali, kuisukuma serikali iweze kutoa taarifa kwa wakati kwa hawa wananchi walioko mikoani ambao wanaweza kupata tatizo hili sio muda mrefu? Moja ni hili nilikuwa nakwambia. Tunawaeleza, na mimi binafsi kama katibu mkuu nimeiandikia serikali kwamba tunakwenda kupata shida ya kusafirisha mafuta. Na sasa hivi kusema ukweli, wafanyabiashara wa mafuta ni wazalendo sana. Mimi mwenyewe binafsi nimetop up transport shilingi 20 juu ya bei ya kawaida ambayo ni bei elekezi ya serikali, ili mradi nipeleke yale mafuta kwa wananchi. Kwa hiyo nakwenda kuuza yale mafuta bila kupata faida ambayo napaswa kuipata ile faida. Na tumejijenga sisi wafanyabiashara wa mafuta, tunatoa huduma. Elewa Faraji kwamba haya mafuta ni mali ya serikali. Haya mafuta ni mali ya Watanzania na lazima mafuta yawafikie, lakini tutafanya hivyo hadi lini? Kwa hiyo ndio maana tumesema kwa sasa hivi kipindi hiki ambacho kimetokea ni dharura na wote tunaona ni dharura, tumekubali kuumia kwenye usafiri, kuongeza hela za kusafirisha mafuta ya kufikia ili muweze kuyapata. Lakini hatuwezi kuendelea hivyo mpaka lini? Lazima serikali ifanye kitu ili tuweze kwenda sawa sawa. Kwa hiyo na hivi ninavyokuambia, nikitoka kwenye kipindi hiki na kwenda kumtafuta katibu mkuu wa nishati ili tuweze kujadiliana, tuone hatua yetu ya kutusaidia sisi wafanyabiashara kupata kuweza kuongezewa walau gharama ya kusafirisha mafuta, kwa sababu anayesafirisha mafuta ni transporter, sio mimi uelewe Fred, ni sekta nyingine, kwa sababu mimi ninauza mafuta lakini sisafirishi mafuta. Kwa hiyo kuna mzunguko mkubwa. Kwa hiyo yule wa transporter na mimi siwezi kukusafirishia mafuta. Juzi na kusafirishia mafuta kwa bei, nilikuwa nanunua mafuta bei. Na ni kitu ambacho hata wewe mwenyewe unaona, si kwamba ni kitu ambacho mtu anataka kupata elimu kubwa sana ya kufikiri hicho kitu. Kama ameweza anaongezewa shilingi 900 kwa lita moja, ile ambayo alikuwa anakusafirishia kwa 110, utategemea anaweza kuendelea kufanya hivyo? Sasa naambiwa muda umetutupa mkono. Mwisho, wananchi wanaamini kwamba wao wanaongezewa gharama, lakini wamiliki wa vituo vya mafuta wanaendelea kutengeneza faida. Hiyo ni kweli? Si kweli, kwa sababu sisi ndio tunaumia kuliko wao. Wewe unakwenda kununua lita 10 kwenye kituo cha mafuta, umeongezewa shilingi 900. Mimi naenda kununua lita 40,000 kutoka depo. Kwa hiyo mimi mtaji wangu wenyewe unanywea. Kwa maoni yako, unafikiri bei itaendelea kupanda au itashuka kwa huko tunakoelekea? Bei haiwezi kushuka. Itashuka vipi? Nani? Kwa hiyo itaendelea kupanda. Ina maana serikali ili iweze isipande zaidi, lazima serikali ifanye kitu ili bei isipande zaidi. Nikushukuru sana Masi. Asante sana. Nakushukuru sana Masi. Na huyu alikuwa Bwana Masi, katibu mkuu wa TAPSOA, akizungumza jinsi wamiliki wa vituo vya mafuta wanavyokabiliana na ongezeko la bei ya mafuta kwa takriban 33% iliyoongezeka. Tumeona jinsi ongezeko hili linavyoathiri maisha ya kila siku ya Watanzania na changamoto zinazowakabili wamiliki wa vituo hivi vya mafuta. Hii imekuwa Mizani ya Wiki, tukichambua masuala haya kwa upana wake. Mimi niliyokuongozea mjadala huu ni Faraja Samo, na asante sana kwa kuungana nasi Masi. Asante Faraja. Asante sana. Mjadala umekuwa moto. Asante. Umekugusa. Mambo ya mafuta. Umekuja asubuhi. Asante sana. Unapata mafuta kidogo. Asante.